Mheshimiwa Waziri, gari ambalo linaangaliwa kwa ajili yako ipo tayari kwa kabidhi wako, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, karibu makao makuu ya kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar. Ofisini kwa mkuu wa KMKM ndo hapa Komodoro Msingiri, pamoja na watendaji ulioambatana nao, Mheshimiwa Katibu Mkuu, wakurugenzi, makao makuu ya wizara yetu, pamoja na mwenyekiti wa kamati yetu ya tume ya utumishi. Mbele yako ni makamanda wa juu wa kikosi ambao ndio wasaidizi wangu wa karibu, deputy wa KMKM, mkuu wa utawala na mkuu wa mafunzo, pamoja na mkuu wa injini na mitambo. Yes sir. Utawaona mheshimiwa tu hapo nafasi ya kutosha, na nasema nafasi ya kutosha. Lakini tuna furaha Mheshimiwa Waziri kwa kuja ofisini kwetu. Tumeandaa vitu vingi sana. Sisi maafisa na wapiganaji wa KMKM tunachukua fursa hii adhimu kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuteua wa waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha maafisa na wapiganaji wa KMKM tunakupongeza Mheshimiwa Waziri kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kuteuliwa kwa waziri mwenye dhamana ya kusimamia idara maalum za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hongera sana Mheshimiwa. Hakika sote kwa pamoja tuna imani kubwa na uongozi wako, uzalendo wako, uchapakazi wako, uwajibikaji wako, mapenzi yako ya dhati kwa idara maalum za SMZ, na sisi tunakuhakikishia kukupa kila aina ya mashirikiano muda wote Mheshimiwa. Basi nimalizie kwa kusema kuwashukuru. Leo tumekuja tu kama nilivyotangulia kusema kujitambulisha kwenu. Mimi ndugu yenu Idrisa Kitwana Mustafa, wengine kaka yenu, wengine mtoto wenu. Ni kwamba nimekuwa kiongozi wenu sasa, na nina kazi kubwa moja ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika vyombo hivi vya ulinzi na usalama, ikiwemo ofisi yetu hii, ikiwemo taasisi yetu hii ya KMKM ya jeshi letu hili. Naamini alipopaacha mwenzangu kaka yangu Masudi amefanya vizuri kwa nafasi yake. Naamini sana na mimi mtanipa mashirikiano kama yale ama zaidi kuhakikisha kwamba jeshi hili tunaliweka kwenye ramani zile za asili ya jeshi hili. KMKM ni jeshi kubwa sana kihistoria duniani. Nataka na mie niwe ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunalipaisha zaidi jeshi hili. Si jeshi tu, lakini hata wanajeshi wenyewe anapokutikana KMKM popote duniani, sio Afrika Mashariki, popote duniani, awe na heshima ya mwanajeshi yote mwenye kaliba kama hii. Pale ambapo nitaweza kumshauri Mheshimiwa Rais kikiwa kizuri, kwa sababu na wajibu wa kumshauri, nitashauri kuhakikisha vijana wangu mnafanya kazi kwa weledi, kwa ufanisi, lakini pia mnafanya kazi zenu mkiwa mnazipenda, lakini mnafanya katika mazingira yale ambayo jeshi linatakiwa kufanya kazi.
nataka niwatie moyo kwamba nimekuja hapa kupewa nafasi hii, sitabahatisha. Nitafanya kazi kwa mashirikiano makubwa na nyinyi, nikiamini kila mmoja wenu anaweza kunifika. Na hili Komodo, naomba niseme, najua kuna zile protocol za jeshi level kwa level mpaka umfike waziri, lakini waziri wakati mwingine anakuwa waziri katika jamii, pia anakuwa ni raia. Hata mwanajeshi anakuwa askari wakati wake wote wa maisha yake, lakini ana sehemu ya uraia na anakuwa na changamoto zake za kibinadamu ambazo hazihusiani na kijeshi. Anaweza akafikiri hii anaweza kumtanzulia mimi katibu mkuu ama mheshimiwa waziri wetu. Mlango wangu uko wazi, nyinyi ni vijana wangu, mna haki, na mimi napaswa kusimama kama baba, napaswa kusimama kama kiongozi, kama baba. Nitakuja Komodo, nitatembelea vituo kwa vituo, maeneo mbalimbali, tutapata nafasi ya kuzungumza katika level tofauti kama vile nilivyozungumza. Kwa kuwa nimemalizia hapa, nitumie nafasi hii Komodo pia kukushukuru. Nimekuja Pemba na wenzako na mmeniheshimisha sana. Naomba uendelee kulilea jeshi hili, na mimi nakuamini. Mimi ni waziri lakini mshauri pia wa rais. Najua nyinyi mna nafasi yenu na mimi nina nafasi yangu. Sina haja ya kutafuna maneno. Naamini unaweza kumsaidia mheshimiwa rais na unaweza kunisaidia. Wasimamie vizuri vijana, endelea kuwasimamia kwa haki, endelea kuwasimamia kwa uadilifu. Kila mmoja kesho na kesho kutwa ukiondoka, mimi na wewe tuache alama kwa vizazi hivi. Na kuamini na naamini sasa, mimi na wewe tukishirikiana na msaidizi wako na timu yetu nzima maafisa, jeshi hili linaenda kuwa kwenye sayari nyingine. Sasa tunaenda kufanya mambo makubwa. Nikushukuru. Baada ya hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza sana, lakini Komodo, uko kote nakotoka mimi siondoki kiraia. Sasa wanajeshi wako uambie kabisa, hapa nataka liamshwe, mimi ndo niondoke. Kwa hiyo hapa kama yupo mwimbaji mzuri wa nyimbo zetu zile za kijeshi, liamshwe, vinginevyo mimi sifungi mkutano. Awi haya, tusimame sasa tuliamshe. Asante sana.